Habari zenu Tanzania. Nafikiri tulipofika sasa hivi wa Tanzania, tumefika sehemu ambayo ni muhimu kwa kila Mtanzania kukubali, kutambua na kuacknowledge kwamba Tanzania ni nchi ambayo iko chini ya uongozi wa kidikteta. Ni nchi ambayo wananchi wake ni mateka. Wa Tanzania sisi ni mateka ndani ya nchi yetu. Tunashikiliwa kwa mtutu wa bunduki. Samia anatushikilia kwa mtutu wa bunduki. CCM inatushikilia kwa mtutu wa bunduki. There is no any other way ya kujidanganya. Na ngoja niwaambie kitu. Hii system ya ukatili ya kupiga risasi wananchi ya nini ilikuwepo. Miaka yote ilikuwepo. Ni vile wananchi mlikuwa mjawahi kwa challenge kwa maandamano. Mlikuwa hamjawahi kuichallenge serikali ya CCM kwa maandamano. Ndio maana tulikuwa hatujawahi kujua ukatili wao. Waliuficha ukatili wao miaka yote hii kwa sababu walikuwa hawajawahi kupata upinzani mkubwa hivi wa kuwaondoa madarakani. Ndio maana waliweza kuuficha ukatili wao. Sasa hivi tumewa challenge, tukawavua nguo, wakajionyesha. Na kwa nini nasema uongozi huu ulikuwepo miaka mingi? Samia Suluhu alichokifanya 29 ni kutoa order ya wananchi kuuawa. Lakini kilichofanya order zile zikatekelezwa ni kwa sababu hii ndio system ambayo tayari ilikuwa imeshajengwa. CCM walishajenga system ya kwamba hatuiachii nchi milele na milele. Tutaua kila mtu lakini hatuiachii. Ndio maana ile order ilitekelezwa. Ngoja niwapeni mfano why nasema hivyo. Hapa Marekani sasa hivi Donald Trump akitoa order sasa hivi kwa polisi wa Marekani kwamba watu wanaandamana, na Marekani kila siku ni maandamano. Donald Trump akitoa order kwa polisi wa Marekani, kapigeni risasi wale. I say, hakuna polisi atafanya. Ni kwa sababu hiyo system haipo Marekani. Hata kama rais akiamua, hiyo system haipo Marekani. Kwa hiyo haiwezi kufanyika. Hiyo system ipo Tanzania na ilikuwepo Tanzania miaka yote. Lakini iliweza kujificha kwa sababu walikuwa hawajawahi kuwa challenged. Walikuwa hawajawahi kuwa challenged. Kwa hiyo inabidi wa Tanzania tukubali tunaishi chini ya mtutu wa bunduki. Inabidi tukubali sisi ni mateka kwenye nchi yetu. Na tusikubali serikali hii haramu. Tusikubali kina Mwigulu Nchemba wakajaribu kuidanganya dunia kwamba Tanzania imerudi kama ilivyokuwa zamani. Tanzania kuna demokrasia. Watanzania ni watu wako free. Sisi sio watu huru. Tanzania sio nchi huru. Tanzania ni mateka. Sio nchi huru. Hii yote kufungua kanisa la Gwajima, kusema sijui Gwajima hatafutu tena. Hii yote sio kwa ajili yenu wa Tanzania, ni kwa ajili ya international community. Ili waendelee kupata hela, ili waendelee kupata mikopo. Kinachowasumbua sasa hivi mpaka wanafungua makanisa, mpaka sijui hawamtafuti Gwajima, mpaka sijui wanawachia watu, ni mikopo, ni kuchukua mikopo. Wanajaribu kuconvince dunia kwamba Tanzania kuna demokrasia. Wanajaribu kuionyesha dunia kwamba Watanzania ni watu huru, mbona wanaishi kwa raha tu. Shida ili waweze kuchukua mikopo tena. Sasa sisi wananchi tusiwaruhusu kina Mwigulu wakaigaslight dunia. Sisi ndio tunajua situation tunayoishi. Sisi ndio tunajua hakuna uhuru Tanzania. Tunaishi chini ya mtutu wa bunduki. Tunashikiliwa. Hatuwataki. Dunia nzima inajua sasa hivi. Nyinyi mnajua. Watanzania sasa hivi ukifanyika uchaguzi wa haki, CCM wakipata pasenti 10 sijui. That means tunashikiliwa kwa kinguvu. Kwa hiyo tusikubali kina Mwigulu wakajaribu kuigaslight dunia. Tusikubali. Ukweli ni kwamba Watanzania ni mateka kwenye nchi yao. Na tusidangani tuna amani, ndugu yangu Tanzania, amani haipo. Amani haipo. Tanzania amani haipo. Tanzania inatawaliwa kwa mtutu wa bunduki. Na huo ndio ukweli. Inabidi wa Tanzania tuwe voko na hicho kitu. Popote tunapoongea nje ya Tanzania lazima tukubali na tuseme jamani, sisi tunashikiliwa kwa bunduki. Kama hamuamini tunashikiliwa kwa bunduki, ufanyike uchaguzi, waje wasimamizi wa nje waone.
waone kama kuna Mtanzania atawachagua hawa. Tunashikiliwa kingu